Naitwa Janet Nyoni, ni mkurugenzi wa kanda VETA kanda ya Ziwa. Leo tumekuwa na warsha ya siku moja kati yetu sisi VETA pamoja na wadau ambao ni wenye viwanda na taasisi mbalimbali ambao ni washirika pamoja nasi katika utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi kwa mfumo wa wanagenzi pacha. Tumeweza kujadili, kubadilishana mawazo na uzoefu na kupokea maoni na mapendekezo ili kuboresha utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa kutumia mfumo wa wanagenzi pacha. Hapa kanda ya Ziwa, mfumo huu wa utoaji elimu ulianza mwaka 2023 katika chuo cha VETA Mwanza, ambapo tulianza na fani mbili, fani ya umeme pamoja na fani ya hospitality. Mafanikio ni makubwa katika mfumo huu, kwani mfumo huu namna yake ambayo wanafunzi wanajifunza unakuwa ni wa vitendo zaidi. Mwanafunzi anakuwa katika sehemu ya kazi, inaweza kuwa ni kiwanda, inaweza kuwa ni hoteli kwa muda wiki 7, alafu anarudi chuoni anakaa tena wiki 10. Tunabadilisha hizo wiki za chuoni na viwandani kwa muda wa miaka 3, ndipo anafanya mtihani wa taifa na kutunikiwa cheti. Mfumo huu unasaidia sana wanafunzi wetu, kwa maana wanapata fursa ya moja kwa moja kujifunza katika sehemu ya kazi, hivyo kuweza kufanya mafunzo kwa kutumia hata vitendea kazi ambavyo ni vya teknolojia ya kisasa kabisa, na akitoka pale anakuwa ni fundi mahiri ambaye anaweza kuajirika na hata anaweza kujiajiri yeye mwenyewe, na pengine hawa wahitimu wetu wameweza hata kuajiri watu wengine, kwa maana ya kwamba pale ambapo wanakuwa wamehitimu wanakwenda kuanzisha sehemu zao za kazi, wanaanza kufanya kazi. Anaweza kuwa ni fundi umeme ambaye anakwenda kuanzisha sehemu yake na kuajiri wengine na kufanya kazi za umeme. Kadhalika hata wanaosoma masuala ya ukarimu wanakwenda kuanzisha vikundi, alafu wanaajiri wengine na kuweza kujipatia kipato, kujikwamia kiuchumi, na kwa njia hiyo basi kwa yeye mtu mmoja kikundi wanakwenda kupata ajira na kupunguza changamoto ya ajira katika jamii. Mpango huu ni mzuri na ni mahususi na unachangia kwa sehemu kubwa sana kupunguza changamoto ya ajira. Kwa nini nasema hivyo? Mwanafunzi anapokuwa amejifunza mali hapa na kwenda kwenye sehemu ya kazi, anapata ujuzi, sababu kule anakwenda kujifunza kwenye ulimwengu wa kazi moja kwa moja. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa yeye, na inatokea mara nyingi. Kwanza pale alipofanyia kazi anaonesha bidii, wamemfundisha wenyewe na sisi tumehusika kama chuo, anaweza kupata ajira pale pale na mara nyingi wanapata. Lakini kwa ujuzi na uzoefu ule ambao ameupata pale, akitoka ni sawa tu na mtu aliyekuwa kazini. Kwa hiyo moja kwa moja anaweza kuajiriwa mahali pengine, lakini mara nyingi tu wanakwenda kujiajiri wenyewe, kwa sababu zipo fursa mbalimbali za serikali za kuwapatia mikopo. Kwa hiyo akitoka pale wanaunda vikundi, na sisi VETA tunasaidia wahitimu wetu kuunda vikundi na kupata mikopo mbalimbali. Mimi naitwa Mhandisi Joseph Kimako, ni mratibu wa mafunzo ya wanagenzi pacha, lakini ni afisa ufuatiliaji na tathmini ya mafunzo kutoka VETA. Tupo kanda ya Ziwa kwa ajili ya kuendelea kuimarisha utolewaji wa mafunzo ya wanagenzi pacha kwenye kanda ya Ziwa. Kama tunavyofahamu, mafunzo haya kanda ya Ziwa yanatolewa kwenye chuo chetu cha Mwanza, lakini tunatarajia kutolewa kwenye chuo chetu cha Kagera RVTC, kile chuo kipya cha mkoa. Tumekutana leo kwa ajili ya kuweza kujadili namna bora ya kuweza kuendesha, kwa maana kikao tumefanya sehemu ya VETA na wadau wa viwanda. Dhumuni ni kuona namna bora tunavyoweza kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi ambao inahitajika kwenye soko la ajira, kwa sababu mafunzo haya tunayatoa kwa ushirikiano na viwanda, ambapo tunaona kwenye wiki 52 za kujifunza kwenye mwaka, mwanafunzi anaweza kukaa kiwandani wiki 32, lakini wiki 20 anakaa chuoni VETA akijifunza. Hii ni tija kubwa ambayo inaonyesha mabadiliko ya teknolojia ambayo yanajitokeza kila siku, kwa maana mwanafunzi ataenda kukutana na teknolojia mpya viwandani, hivyo tutaenda kuzalisha nguvu kazi inayoendana na mabadiliko ya teknolojia nchini. Ndio maana tumekutana kujadili changamoto
na mustakabali mzima wa namna ya kuboresha mafunzo haya ya wanagenzi pacha. Viwanda vingi vimekuwa tunashirikiana navyo katika kutoa mafunzo ya wanagenzi pacha nchini, lakini kwenye kanda ya Ziwa pia vipo vinajitokeza, na mfano mzuri unaona viwanda ushiriki wao wameweza kutoa vifaa kwa ajili ya kuweza kusaidia utolewaji wa mafunzo ya ufundi stadi. Umeona pale tumewashukuru watu wa Epiloc wanatoa gari kwa ajili ya mafunzo, tumewashukuru watu wa GGM walitoa magari, tumewashukuru watu wa Sunvic wametoa generator. Hii yote ni tija, wenzetu wa Nyanza, Boto hapa Mwanza. Hii yote inaonyesha ni namna gani ushirikiano uliokuwepo kati ya viwanda na vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi, na tunafahamu kwamba serikali imezindua mkakati ama mpango wa namna bora ya kushirikiana kati ya vyuo vinavyotoa mafunzo ya ufundi stadi na viwanda, ambao ulizinduliwa na Makamu wa Rais Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Kwa majina naitwa Rajabu Abduli Rajabu, ni mwanafunzi wa hii program ya DUO ambayo imeanza kuanzia 2023 na imeisha mwaka huu. Kwa hiyo mimi ni mmoja wapo kati ya watu ambao walikuwa kwenye hii course, na faida kubwa ambayo tumeipata, faida ya kwanza, tulikuwa tuna muda wa kusoma darasani, lakini tuna muda wa kwenda kufanya kazi hotelini. Kwa hiyo kunufaika kwa kwanza ni kwamba unasoma kwa uchache kwa maneno, lakini unaenda kufaidika kusoma kwa vitendo kwa muda mrefu. Maana yake ni kwamba hata ukirudi darasani, kile kitu ambacho umejifunza kule unakuja tayari unakijua namna gani unatengeneza. Especially vitu vya kupika vingi tulikuwa tunapenda kuvitumia tukiwa jikoni. Kwa hiyo kwa faida kubwa ambayo tumeipata ni kwamba ni tofauti na program zingine au ni tofauti na kozi zingine ambazo asilimia kubwa wengi wanasoma darasani tu mpaka wanamaliza miaka mitatu, wakimaliza ndio wanaenda field. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunatumia theory ni wiki 7, alafu wiki 12 ni practical ambazo tunaenda kujifunza. Kwa hiyo tunafaidika kwa asilimia kubwa kwa sababu inatujenga mpaka tunamaliza miaka mitatu, ni kama vile ulikuwa kazini tu, sio kama ulikuwa unasoma. Kwa majina naitwa Monica Mmanyi, ni mwanafunzi wa DUO Hospitality. Programu hii inaweza kupunguza wimbi la vijana kukaa mitaani au tuseme hivyo, kwa sababu unapokuja hapa kuchukua mafunzo na kwenda kule kazini wanakuona huyu anatufaa. Kwa hiyo kama nilikuwa tu ni mtu wa kukaa mtaani au nilikuwa tu mtu sifanye shughuli yoyote, kule anavyonichukua na kunitrain na kunifanya niinuke zaidi kiuchumi, wanaweza kuniajiri, nipate kipato, niendeshe familia, hivyo na majukumu mengine nao nikabili. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.